Nikupongeze sana kwa kuitisha mkutano huu. Wale wakoma walikuwa 10 walioenda kwa Yesu. Alirudi mmoja kusema asante, na yeye akatoa hesabu ya kila alichofanyiwa na Bwana Yesu. Inawezekana wako wagombea wengi sana waligombea kwa mbwembwe nyingi na maneno mengi. Miaka 5 imeisha, hawajawahi kurudi kusema asante. Wewe umeamua utumie mkutano wa kikatiba kuwaita wajumbe hawa waliokuchagua, kuambia asanteni, na kwamba yale niliyowaambia tutayafanya, tumeyafanya. Tunakupongeza sana. Sisi wote tulioshiriki, awe mkuu wa mkoa, awe mneki, niwe mimi na wengine wote, tusingefanya lolote kama kusingekuwa na kiongozi mwenye maono ambaye tuna uhakika kula anakotupeleka panajulikana, na kwamba amepima na kuona kwamba anataka kuipeleka Geita wapi. Tunakupongeza sana na tunakuombea kwa Mungu kila la heri. La pili, nataka nikushukuru sana wewe na viongozi wengine wote wa mkoa huu, lakini na wajumbe hawa wote kutoka kwenye wilaya zote za mkoa huu. Sisi wabunge wa mkoa huu mlitupa heshima kubwa sana, mlituombea kura kwa nguvu sana. Hamasisha mikutano, watu wajitokeze kutuchagua. Tumepata nafasi ya kuchaguliwa. Kazi hii si kazi yetu, ni kazi yenu ninyi mliotuchagua kwa ajili ya kwenda Dodoma. Kwa niaba ya wabunge wenzangu, nataka niwaambieni kazi ya ubunge ni kazi ambayo kila mtu hapa ana sifa ya kuwa nayo. Nikimchukua leo Marugumba nikasema wewe utakuwa mbunge, ukatangaza na tume ya uchaguzi, siku hiyo hiyo unaufanana ubunge. Hakuna jambo la ajabu kuwa mbunge, ni watu wanakupa imani tu, wanakuchagua miongoni mwao. Na sifa za ubunge, moja, uwe Mtanzania. Wangapi hapa ni Watanzania? Nyosha mkono. Sifa ya pili, uwe na miaka 18 na kuendelea. Wangapi wana miaka 18? Nyosha mikono. Sifa ya tatu, jua kusoma, kuhesabu na kuandika. Wangapi wanajua kuhesabu na kuandika hapa? Kumbe unaona mwenyekiti, kumbe kila mmoja hapa anaweza kuwa mbunge. Lakini mlituheshimu sisi wachache miongoni mwenu kwa wilaya ya Bukombe, miongoni mwa watu 170, mkatuchagua mimi peke yangu niwawakilishe na wenzangu wote kwenye majimbo yao. Tunawashukuru sana sana. Moja nalotaka niwaahidi, sisi wabunge wa mkoa wenu tutaendelea kuwa watiifu kwa chama chetu, tutaendelea kutoa ushirikiano kwenye wilaya zetu. Na waomba jambo moja, mtufundishe kuwa wabunge bora. Mbunge bora anatengenezwa na wapiga kura wake, na mbunge mbaya anatengenezwa na wapiga kura wake. Wanamtengenezaje? Anakosea wanamwacha, wanamwambia nekagitoweko shike miaka 5 tokumpalaho namwe. Mnakuwa na mbunge anaelea, lakini akikosea waiteni wazee wako hapa, mwambieni wewe kwa njia unayokwenda sio sawa. Na ningetamani sisi wabunge tuwe watu wa kuwaunganisha watu, kuwasukuma watu kwenye uelekeo mmoja. Asiwepo wa huyu na wa huyu, wawepo wana CCM wa mkoa wa Geita wenye nia moja ya kuijenga Geita, ili Geita baada ya miaka 50 watoto wa watoto wetu wakute Geita iliyo bora kuliko tulioikuta. Ndugu mwenyekiti, wakati namalizia, tumshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Haya yote mnayoyaona, yeye mwenyewe alishiriki kwa mkono wake. Hapa alileta mamilioni ya pesa kutuchangia kwa ajili ya ujenzi huu. Na sio hapa tu, kwa kila eneo mnalolizungumza la maendeleo. Mkuu wa mkoa ameonyesha taarifa yake hapa. Jamani, wale ambao hamjui, katika kipindi ambacho fedha nyingi za maendeleo zimeletwa ni kipindi cha mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Amefanya kazi moja ya kusema kidogo na kutenda zaidi. Na wewe mwenyekiti, nimekuona umechukua formula hiyo. Watu wasiotenda ni mafundi wa kusema, lakini watu wanaotenda anasema kidogo, anafanya zaidi. Naomba tumuombee rais wetu, na sisi wana CCM wa mkoa wa Geita, sisi tuwe jeshi lake namba 1 kuhakikisha kuwa maono alionayo kwa ajili ya nchi yetu yanafanikiwa, ili Tanzania bora iweze kutokea, na itokee sasa tukiwa tunaiona. Na mimi ndugu mwenyekiti, nataka nikuhakikishie kuwa kwa wajumbe nilivyowaona toka asubuhi, kwa kweli umefanya kazi nzuri sana. Na niwapongeze watendaji wako wote wa chama, kuanzia mama Katabi anayeondoka, secretariat na wengine wote ambao wamekuwa wakikusaidia, na mwenezi wetu kijana mdogo kutoka Mbogwe. Maana zamani bwana, ukiambiwa wewe wa Mbogwe unapigana ngumi kabisa. Mimi wakati nakuwa uniambia wa Mbogwe ngumi zinapigwa.
Lakini leo Mbogwe kuzuri, ukimwambia mtu wewe wapi anakuambia mimi wa Mbogwe. Kwa nini? Kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan ameibadilisha Mbogwe imekuwa mahali pazuri. Tunawashukuru sana sana kwa uongozi wenu. Msivunjike moyo. Duniani humu watu wamegawanyika makundi hayo mawili, watia moyo na wavunja moyo. Sikilizeni sauti ya watia moyo, ipuzeni sauti ya wavunja moyo. Mungu awabariki sana. Hodi Tanzania, hodi Arusha. Alikuwa anachanjwa usiku. Yeye anachanjwa. Lakini baada ya kufika mlima wa maombi, hiyo issue ikaisha. Piga Yesu makofi mazuri. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel kutoka Mombasa, Kenya, anatua jijini Arusha. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya sherehe za miujiza ya maadhimisho ya mwaka mmoja wa mlima wa maombi uliopo Arusha, Tanzania, chini ya mtumishi wa Mungu Utukufu kwa Bwana, mtoto wa kiroho wa Pastor Ezekiel. Tangu mwaka 79 baada ya mlima maombi kuja nikapona, haujaanguka tena. Ni tarehe 11 na 12 mwezi huu wa 4. Leta wagonjwa wenye shida na mateso, na Yesu Kristo atawafungua, atawaponya na kuwaweka huru. Yote ambaye kuna tatizo la ulemavu wakati wa kuinuka kutembea, inuka na utembee. Mahali ni Veta Outjoro, mlima wa maombi, karibu na stendi mpya Bondeni City. Kushiriki mkutano huu, piga simu namba 0756 22 56 81.